Nikusalimie rafiki yangu kipenzi katika Kristo Yesu, na leo Mungu ametupa neema ya kujifunza jambo ambalo litaweza kutuongoza katika kweli yote ya Kristo, na ili tuweze kuishi maisha ya kumpendeza katika njia na safari yetu ya kuishi maisha ya Kristo, lakini pia kuja kupata fursa ya kuiona mbingu. Ni safari ya mtu kipofu ambaye anaishi hapa duniani lakini hana uhakika wa kuja kuiona mbingu. Usipoongozwa katika kweli yote ya Kristo, utapoteza muda hapa duniani na mwisho utaenda jehanamu. Sasa leo tuna topic inasema hivi kwamba haya mambo matatu ni kipimo cha tabia yako. Haya mambo matatu ni kipimo cha tabia yako. Je, ni tabia ya kimungu au ni tabia ya kishetani? Ni tabia ya Kristo au ni nje ya tabia ya Kristo? Kumbuka, mwanadamu ambaye yuko nje ya tabia ya Yesu Kristo ni mwanadamu ambaye hapendwi na Mungu, kwa sababu tabia za Kristo ni neno lake Kristo, na neno lake Kristo ndo njia pekee ya upendo. Ukisoma kitabu cha Waebrania 11:6 anakuambia, lakini pasipo imani hauwezi ukampendeza Mungu, na imani inakuja kwa kusikia neno la Kristo. Na ukisoma Yohana anakuambia, anayenipenda ndiye atakayeniona, anayenipenda anayeshika amri zangu. Anayeshika amri zangu ni yule mtu gani? Anayeshika neno langu. Haya mambo matatu ni vipimo vya mtu ambaye anampenda Mungu na anaweza kushinda. Ni vipimo vya tabia ya mwanadamu. Ukiona umevishindwa hivi, basi ndugu yangu, hautaweza kumpendeza Mungu hata siku moja. Tukichukua mfano mzuri wa kiongozi mmoja mkubwa na namba moja duniani kwa kutokea kwenye maisha hapa duniani, Yesu Kristo, na kwenye kitabu kizuri kitakatifu cha Mungu namba moja duniani cha kinachoitwa Biblia takatifu, tutaangalia kwanza haya mambo makuu matatu ndo kipimo cha tabia yako. Tabia ya kwanza ya kwako inapimwa kupitia hamu au appetite. Hamu ya chakula, ya vinywaji na zinaa. Ukiona hayo mambo yanakuongoza, yanakutawala, basi jua kutembea na Mungu itakuwa ni ngumu kwako. Lakini cha pili ni umaarufu. Ukiona umaarufu unakuongoza, ndo mission kubwa ya kwako, basi hautaweza kumpendeza Mungu. Ndio maana alionya akasemaje, viongozi wa ulimwengu wao huwa wanapenda umaarufu na wao kutumikiwa. Lakini wewe ukiwa ni kiongozi wa kimungu lazima utumike. Lakini cha tatu ni madaraka. Waongoza kwa mabavu watu wa dunia, lakini wa Mungu unatakiwa uwe mtumishi, utumikie. Sasa kipimo cha kwanza nimekuambia hamu, chakula, kinywaji na zinaa. Cha pili umaarufu, fame. Cha tatu nguvu, power, madaraka. Yesu aliweza kuyashinda hayo. Ndo shetani aliweza kumjaribu Adamu akashindwa. Lakini pia Yesu mwenyewe alikuja kujaribiwa, lakini Bwana Yesu alishinda. Tukiona kwenye kitabu cha Luka 4:1-13, na tusome sasa kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 1-13, tuone majaribu Yesu Kristo aliyoyashinda, na sisi tukishinda tunaweza kumpendeza Mungu na kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Mathayo 4:1 anasema, nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Unaona, jaribu la kwanza ni chakula, hamu. Mawe haya yawe mkate. Ni kama Esau alishindwa hilo jaribu, akawa tayari kuuza uzaliwa wake wa kwanza kwa sababu ya chakula cha dengu. Lakini pia tunaona aliyeshindwa mwingine, tunamuona nani? Esau anashindwa. Tunamuona Adam na Hawa anashindwa kwa sababu ya chakula kikawapoteza kwenye utukufu wa Mungu. Mstari wa 4 tunaona, naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hatoishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Kwa hiyo akabadilisha chakula ambacho ni hamu ya mwili na neno la Mungu ambayo ni hamu ya roho, akawa ameshinda hilo jaribu la hamu. Kimbili tunaona mstari wa 5, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu. Akamwambia, ukiwa wewe ndiye mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa,
atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Hapa alikuwa anapima nguvu yake, nguvu ya Mungu, kutaka kujifananisha na Mungu, kutaka kumjaribu Mungu. Lakini Yesu akashinda ili jaribu, akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamuonesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka ukanisujudia. Alikuwa anapima roho yake ya umaarufu. Lakini Yesu akashinda roho ya umaarufu, akasema ndio. Yesu alimwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamsujudia. Kwa hiyo wanadamu tusipojifunza kushinda majaribu, Shetani atatake advantage. Na watumishi wengi hili ni jambo linalosumbua. Wakristo wengi hili ni jambo linalosumbua. Mtu kwa sababu ya chakula yuko tayari kuacha imani. Mtu kwa sababu ya umaarufu yuko tayari kuharibu kazi ya Mungu. Mtu kwa sababu ya madaraka yuko tayari kufoji mamlaka ya Mungu na kuyaharibu na kuharibu kanisa la Mungu. Leo zingatia haya, yashinde, utakuwa mtu mkuu duniani na Mungu atakutukuza. Ukizidi kunyenyekea chini ya mkono hodari wa Bwana, ukawa mnyenyekevu, ukawa mpole, ukawa mtu ambaye ni mnyenyekevu kama Musa, kama Bwana Yesu Kristo, Mungu ataweza kukuinua na kukufanikisha kirahisi. Maisha ya watu wengi walipoteza thamani zao kwa sababu ya baadhi ya vitu. Tunamwona Daudi anashindwa na hamu ya zina, anazini na mke wa Bathsheba hadi kupoteza utukufu wa Mungu. Tunamwona Samson, zina inamzidi nguvu. Tunamwona Suleiman, kwa sababu ya umaarufu na fedha, alikuja akamkosea Mungu. Lakini watu walioshinda, tunamwona Yusufu, tunamwona Daniel, tunamwona Bwana Yesu Kristo. Hao ni mfano mzuri ambao tunaweza kuiga, na hakika tukafanya mambo makubwa hapa duniani. Naitwa Apostle Johannes John. Nawapenda sana. God bless you. Be a shining star in Jesus' mighty name. Amen. Shalom.